Nimeanza kuona mabadiliko sana. Naamini Yesu Kristo amebadilisha maisha yangu. Ndiye kanisa, Mungu awabariki sana. Salimia watu watatu, sema Nabii Fred kusalimia akubariki sana. Mimi Nabii Fred kubariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Ya kwanza nashukuru sana kwa sababu leo siku kama ya mwisho na kuhubiri kwa ajili ya mahubiri ya asubuhi. Nataka kushukuru sana. Tumeingia Shinyanga vizuri. Tunalala vizuri, tunakula vizuri. Mkutano umeanza sawa sawa mpaka leo tunashukuru Mungu. Amen. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa sababu niko na mahubiri sana lakini ya kumeitwa sio kwa sababu tu amesikiliza Mungu, kwa sababu amekubali sauti ya Bwana. Naomba Mungu anabariki yeye, kanisa, waongozi, maimbaji, mtu yote ili amekuja kuweka tatu fani moja kwa ajili ya mkutano na Yesu. Amen. Ya pili, Mungu anabariki sana kwa sababu Mungu amekumbuka tu maombi ya mtu mmoja. Mungu amefanya hizo. Naomba Mungu akubariki sana. Amen. Naomba Mungu anabariki watu fanya kazi ya kupika. Unajua mimi na maana yake mwingine naongelea ngazi tatu ya baraka ndani ya maisha ya mtu. Kwa sababu ndani ya maisha ya mtu tuko na ngazi. Baraka sio kwa ajili ya kila mtu. Baraka iko na watu ili Mungu ameweka kwa ajili ya kupokea baraka. Kama na kuingia na mahubiri, unaelewa kama jina lako shiko ndani au kwa haraka. Nataka msomaji Biblia anisaidie. Anashika mic. Tunachukua Mwanzo 37. Tunasoma mstari ya 3, mstari ya 9, mstari ya 10. 37. Mwanzo sura 37 tunasoma mstari ya 9 na mstari ya 10. Akatoka akaota tena ndoto nyingine. Unaanza na 3, 9, 10. Unaruka? Luka. Ngoja nifanye mazoezi. Mstari wa 3 Biblia inasema, basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala 9:10. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Sikiliza. Amen. Kama inapiga kelele, geuza speaker na angalia kidogo nje. Hiyo si kidogo. Amen. Bado najiingia na mahubiri, nataka unaelewa nataka kuongelea kitu gani. Hapa baba Israel au baba ya Yusufu amesema, napenda Yusufu sana kwa sababu hii mtoto nimepata na uzee yangu. Na unafuatilia historia yani Yusufu iko na mdogo wake. Maana yake kwa kawaida
Kama baba anataka kupenda mtu sana, anapenda sio Yusufu, anapenda nani? Mdogo ya Yusufu. Nasikia mtu mmoja anaelewa? Kitu gani imefanya ki Yusufu anapendelea sana? Neema hii Mungu ameweka ndani ya mtu. Kitu inaitwa neema. Sio kama sisi tunawaza kitu ite neema, iko kitu Mungu anaweka ndani ya maisha ya mtu kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Amen. Tuko na neema hii Mungu analeta kwa mtu kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Tuko na neema ya Bwana hii inakuja na maisha ya mtu kwa ajili ya kusaidia mtu binafsi. Mimi kwanza naongelea neno neema hii Mungu ameweka kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Neema hii Mungu ameweka ndani ya Yusufu kwa tatu. Na historia ya Israeli na agano hii Mungu amefanya na Israeli. Mzazi mkubwa hawezi kupiga magoti mbele ya mdogo hata amefanya makosa. Inchi ufalme na hawezi kupiga magoti mbele ya mtoto. Unapiga magoti mbele ya mzazi, mbele ya Mungu, mbele ya ufalme. Watu watatu tu. Siku moja Yusufu amelala, ameota baba zake, mama baba na familia mzima imepiga magoti mbele yake. Baba yake ameanza kumkemea kwa sababu hawezekani, Mungu amekata kitu. Imeanzaje sisi tunapiga magoti mbele yako? Kuanzia siku vita ya Yusufu imeanza. Amen. Shetani hawezi kupiganisha wewe uleo ya kwako. Shetani anapiganisha ahadi ya Mungu iko ndani ya maisha yako. Shetani anajua kesho unakuwa rais, kesho unakuwa boss, kesho unakuwa mtu kubwa, hata napigania na leo. Kama na shida leo, kesho akuteseka, kesho hawezi kufika. Vita ya Yusufu inaanza sio kwa sababu tu ya kuota na ameota wakume pigie magoti. Wakubwa anza kukataa. Siku moja baba yake ameenda kununulie nguo. Uliki naenda kununua nguo ya kawaida, ameenda kununua nguo ya barangi nyingi sana. Unasoma Biblia, nguo ya rangi iko kwa ajili ya wafalme tu na watoto wa wafalme. Huyu sio mfalme. Amepata tu neema ya kununulia nguo ya nani? Ya wafalme. Imeleta tena wivu ndani ya familia. Watu wote kupanga disikani tunafanya kwa ajili ya kufanya nini? Kupoteza Yusufu. Amen. Amen. Naubiri vitu hii, najua historia. Nimepata neema kwende Egypt kuzunguka historia ya Yusufu, najua vizuri. Leo Mungu amekupa neema kusikiliza. Sikiliza vizuri sana kwa sababu inaweza kubadilisha maisha yako. Baraka iko na kanzu tatu. Naongelea kanzu tatu ya Yusufu, inaongelea ngazi tatu ya baraka. Amen. Baba yake amenunulia nguo ya rangi, iko nguo ya bei sana. Nguo Amen. Kanzu imeleta vita. Vita imeanza sio kwa sababu Yusufu anaota. Vitu ya sisi wakubwa tumezaliwa, hakuna siku baba yetu amenunulia nguo ya pesa nyingi sana kama huyo. Ameenda kununulia Yusufu pesa, nguo ya pesa nyingi sana, pia familia ya ufalme. Imeleta vita. Baraka yote toka kwa Mungu, neema yote toka kwa Mungu ndani ya maisha ya mtu inakuja na vita. Ndio Biblia inasema mtu yote akubali Yesu Kristo kama ufalme ya maisha yake, vita ya maisha yake imeanza. Kwa sababu shetani anapigania na watoto wa Mungu kwa ajili ya kuiba. Ndio mwenye ameandika na Yohana 10:10, shetani anakuja kuiba, kuharibu, kusinja. Maana yake shetani anataka kuiba ahadi ya Mungu iko ndani ya maisha yako. Shetani hawezi kuja kuiba viatu, anapeleka wapi? Anaiba. Hamna, shetani anakuja kuiba baraka hii Mungu ameweka kwa ajili yako. Amen. Tunataka kuingia sasa hizi mhubiri. Nataka sasa hizi tuliingia na kanzu ya kwanza. Kwa ajili ya mtandiko umeandika tu kanzu ya kwanza. Pembeni umeandika tena ngazi ya kwanza ya baraka. Tunachukua Mwanzo 37
12 unaluga, unasoma, unapita, unasoma 22 mpaka 28. Unaluga tena unasoma 31 mpaka 36. Narudia Mwanzo sura 37 unasoma mstari ya 12, mstari 22 mpaka 28, unasoma 31 mpaka 36. 31 mpaka 36. Nisaidie kusoma kwa haraka. Na amepata maiki iko hapa. Mwanzo 37 mstari wa 12, 22 mpaka 28, 31 mpaka 36. Tasoma kama ilivyoandikwa. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, "Je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao." Akamwambia, "Mimi hapa." Akamwambia, "Enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo." 12, 22. Yusufu kanzu yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtwaa wakamtupa katika birika. Na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao wakawaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na dheri na manemane, wakisafiri wakichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, Tazama nimeona Yusufu anakuja. Anasema acha leo tunafunga mtu ya ndoto. Tunaangalia sehemu gani ndoto zake ifanye nini? Inatimizwa. Wewe hujui nani anapanga vibaya kwa ajili yako. Lakini kitu inaitwa vita ndani ya maisha ya mtu. Ya kwanza, baraka. Baraka sio kitu wewe mwenyewe unaona. Baraka iko kitu Mungu ameweka ndani yako, inaanza kukopesha mtu mwingine. Nimeona mtu ameingia kampuni tu iko na wiki moja, kila mtu anaanza kutetemeka kwa sababu utaona siku anafanya kazi, siku moja anakuja kumiongoza mimi hapa. Acha napigania na huyu. Wewe mwenyewe hujui. Amen. Watu panga vibaya kwa ajili ya Yusufu. Yusufu anakuja na furaha kupeleka chakula kwa ndugu zake. Huko na pango sana leo anakufa. Mtu yote iko na haja ya Mungu ndani ya maisha yake. Hawezi kukufa kama bado hajashika haja ya Mungu. Amen. Ndio mara nyingi sana nasema na maisha ya watu, kama kweli unatembea na maisha watakatifu, uko na haja ya Mungu, hata machawi yote wa munganga duniani mekaa pamoja kwa ajili ya kuua wewe, huwezi kukufa kwa sababu wewe umeshikilia na mikono ya Bwana. Yusufu anakuja. Amefika mbele ya ndugu zake. Analeta hata chakula, umenifunga. Unatupa Yusufu na shimo ya nini? Na nini ya maji? Inaitwa nini Swahili? Mbilika ya maji. Ametupilia huko. Na akili ya sisi watu, kila mbilika ya maji, mchemchefu wa maji iko chini, inatoa maji kwa ajili ya kusaidia nchi kufanya nini? Kuishi, watu kunywa maji. Na siku ya Yusufu, Mungu amekausha maji. Unasoma Biblia, Mungu anasema ndani ya mbilika hakuna hata maji kidogo. Maana yake mtu yote amepanga vibaya kwa ajili yako. Kama kweli uko na hati ya Mungu, hakuna vitu vibaya vinaweza kutenda maisha yako. Yusufu kwa ndani ya mbilika, ndani ya mbilika hakuna maji. Watu uzaje angalia, bado anapumzika. Hakuna maji ndani. Inaweza kusema hii mbilika hii kila muda tunatumia maji hapa. Kwa maji imeenda wapi? Unajua mtu uko na hati ya Mungu, hata umepanda kwenye basi, imegonga mbala 50, imepanda imegeuka, si inaenda kuingia chini ya mti. Wewe huwezi kukufa kwa sababu umeshikilia mikono ya Bwana.
mara nyingi sana na mwambia watoto wa Mungu, toa mambo ya mauti ndani ya kichwa yako, kwa sababu mtu ameshikilia mikono ya Bwana. Hakuna kitu inaweza kutoa na mikono ya Bwana. Yusufu amekaa huko ndani. Hapa watu vibaya tunapanga, tunamaliza, tunataka, tunafanya, tunawaza kitu gani tunafanya, kufunga kitu. Hakuna mtu atakayeweza kufunga haja ya Mungu ndani ya maisha yako. Hakuna mtu. Kama mimi nasema hapa, mimi kama naona Mungu anabariki mtu, nashangilia sana, nafurahi sana, kwa sababu najua ke muda yake hakuna mtu anaweza kufunga njia ya mtu. Kitu Mungu ameweka ndani yako, hakuna mtu anaweza kufunga. Niko bado na kazi ya kwanza. Amen. Unataka kuua Yusufu, hata baraka ya Mungu ndani ya mtu, kitu ya kwanza inaleta neema. Amen. Amen. Kwa sababu kitu inafungua milango mbele ya maisha ya mtu inaitwa neema. Hakuna neema zaidi ya baraka. Kwa sababu kama ndani ya maisha yako baraka, amina, huwezi kuishi maisha ya neema. Nimehubiri siku moja nimesema namba ile iko namba ya neema. Mungu amechukua mtu ya 4 amefika, anaitwa Rebeli, mtoto ya 4. Amekuja amesema kwa nini tunaua ndugu zetu? Acha tuuze tu. Neema imeleta mtu ya neema. Unaanza kufungua, unasema acha tuuze. Muda huyu amemaliza tu kusema mtakununua Ismaili amefika. Maana yake Mungu ameshapanga kila kitu. Nimeungana maisha mtu mmoja, njoo unapita, hata unateseka, hata unalala njaa, Mungu anajua. Akuleta na sema fulani. Sio kope chochote. Amen. Kama kweli uko na haja ya Mungu, sifikirie hata vibaya. Endelea kupenda hata utanafanya vibaya na maisha, kwa sababu akusaidia kufika na sehemu ya baraka. Ismaili amefika. Ameuza Yusufu na pesa dogo sana. Pesa dogo sana. Shilingi pesa 20 hawezi kufika, hata 10,000 hawezi kufika. Maana yake unataka tuko kuachania na ndugu zetu, tunakataa kuishi na mtu kama huyu. Siku moja tunakuja kufanya nini? Kupiga magoti mbele zake. Yusufu ameenda, watujua kwa ajili ya Yusufu kufanya nini? Imeisha, kwa sababu huko Egypt watufanya kazi ya ngumu sana. Unajua ki Yusufu sio mtu ya ngumu, anakufa. Kila kitu kimeshapangiliwa. Unajua wewe unaishi, Meodina anapanga vibaya kwa ajili yako. Kitu inaitwa vita. Baraka tu. Unapigania sio kwa sababu umesoma, sio kwa sababu shetani anapiganisha maisha yako kwa sababu ya neema Mungu ameweka ndani yako. Unataka kwenda mbele, funga sikio yako, sikia tu Mungu. Amen. Yusufu ameenda, kanzu imebaki. Kwa nini kanzu imebaki? Kwa sababu kanzu ya kwanza imetoka na familia, imetolewa sina familia. Unajua huwezi kuvuka, kwa sababu baraka iko na vipande vitatu. Ya kwanza inaanza na familia. Vita ya mtu ya kwanza inaanza na familia. Umezaliwa na ndugu mnapigania maisha yako. Hakuna mtu akuamini. Mtu anaongea tu vibaya. Kila kitu unafanya mtu anaona tu unakosea tu. Wewe endelea na kutembea na Mungu, kwa sababu hii vita tu siku moja Mungu akusimama. Yusufu ameenda, nguo umebaki. Unaweza kusema tunafanyaje sasa hivi? Shetani amekupa akili. Amesema acha tukate kata nguo hii, tunaua nyama moja, tunaua mbuzi moja, tunaweka damu yake hapa, mwana kondoo, tunaweka damu yake. Ulipoua Yusufu, mwana kondoo anakufa na sehemu ya Yusufu. Nimekuja kutangaza na maisha ya mtu mmoja. Hata mtu amepanga mauti kwa ajili yako, mtu mwingine ndiye anakufa na sehemu yako, wewe unaishi kwa sababu uko na kitu ya Mungu ndani yako. Umeua mtu mwana kondoo, umeweka damu na nguo. Inaanza kurudi nyumbani. Imefika karibu. Imeanza kusema, baba, angalia nguo vizuri baba. Amesema nguo ya nani? Amesema kweli nguo ya mtoto wangu. Inaanza kusema nyama moja ya mkali sana amekula mtoto wako. Amenikata kidogo kidogo. Baba ameanza kulia, anafanya analia. Muda hii baba analia, familia ndio kweli ke Yusufu anaishi sehemu fulani. Nguo ya Yusufu, medamu sio ya Yusufu. Leo watu wangapi imechafuliwa duniani? Mtu anatembea na jina lako, ametengeneza movie, ametengeneza historia. Amesema mtu fulani amesema kitu fulani. Ndani ya moyo wake anajua jina anatembelea mtu fulani, mambo anasema nimetengeneza mwenyewe. Hata mtu amechafua jina lako, hata mtu anaongelea vibaya kwa ajili yako, tulia tu, kwa sababu siku moja baba ya nchi akusimama, anaitwa Yesu Kristo. Baba ya maisha yako akusimama. Hapo msiba inafanikiwa.
amekufa, nguo yake imechanika. Ile damu, angalia damu ya mtoto wangu. Ni mtu mmoja, watoto jua kweli ke damu sio ya Yusufu. Mara mwingine unaishi maisha magumu. Mtu amesema wewe mwizi. Mtu mwingine amesema wewe malaya au fulani. Wewe unajua kweli uko vizuri na Mungu. Hii mambo tu mtametengeneza kwa ajili ya kuharibu ndoa zako, kwa ajili ya kuharibu biashara yako. Wewe tulia tu, kwa sababu baba ya maisha yako ipo. Biblia inasema anasimamaka mtu ya mwisho. Hii nguo tu Mungu anajua kanzu ya kwanza amepata na familia, hivyo kinatolewa si wapi? Na familia. Msiba inaendelea. Leo watu wangapi umeona hata wanawake anasimama amesema mimi niko na mimba ya mchungaji fulani, nimekita ametengeneza tu kwa ajili ya kuamsha huduma. Nimeenda Zambia. Kuhubiri Zambia. Naanza kuhubiri, nimeenda kuhubiri huko ndani. Kwa mtumishi mmoja wa Kongo huko Zambia. Nimefika. Nimeona kanisa na hubiri, lakini nimeona watu wiko nyingi sana nje ikiwa watu wiko ndani. Amen. Unaanza tu kuhubiri watu wengi. Umemaliza tu kuhubiri, kanisa limebaki na watu 6. Kako uelewi. Nimeuliza Mungu amesema iko na shida. Nimeuliza mtumishi, kanisa iko na shida. Amesema hapana, tuko vizuri. Siku ya pili nimeanza kuomba Mungu amesema mtumishi ya kanisa hii ndivyo tunatafuta. Nimeuliza baba, alisema wewe ni mtumishi ya kanisa hii? Amesema hapana. Mtumishi ya kanisa hii mwanawake mmoja ametembea na binti moja kanisa, binti amepata mimba, ndio tumefukuza kanisa. Kweli tunasema binti yuko wapi? Tunaenda kutafuta binti. Tumeenda kutafuta binti. Binti amefanyaje? Amezaa, amekuja kutupa mtoto mbele ya nyumba ya mtumishi, ameandika hii mtoto ya mtumishi, tumefanya hivi, tumefanya hivi. Tunaenda kutafuta binti, tumekuta binti anaumwa na kansa. Kwa njia ya kansa analala, tumesema iko na miaka 5 ya kulala tu chini. Haishi kusimama, anaongea. Nimesema mimi inabidi nimetoka Kongo, Mungu ameleta kwako na kuja kuongea na eske kweli mtoto ya mtumishi? Amesema hapana, mtumishi fulani ndiye amekupa pesa ya kufanya kitu kama hiyo. Leo nauma nateseka kwa sababu nimeongea kitu ya homo. Mtumishi ameshangaa. Tunaanza sasa kutafuta mtumishi mwingine. Umesema mtumishi ameteseka iko South Africa. Tunafanyaje kuenda na watu 5 kuomba samani South Africa? Amen. Anaitwa John. Tumepanga na watu wa muziki kanisa, tumeweka pesa, tumeomba visa. Baada ya mkutano tunaenda South Africa. Mtumishi kwanza amekataa kupokea watu wote, amepokea mimi mwenyewe. Siku ya pili amepokea mimi mwenyewe. Siku ya 3 ndiye amekubali kusamehe, amepokea watu. Hata mke yake na watoto 3 wamekimbia. Mke mwingine amebaki na watoto, mke yake amekimbia. Amekufukana bakali wachungaji mwingine yana kama mwenyewe na watoto. Lakini tumeenda South Africa. Hapa ametoka na kanisa ya maskini. South Africa iko na kanisa ya wadudu ya wazungu tu. South Africa 200. Amenunua South Africa mjeni, mtumishi ametukulia na watu, na ameenda na neema. Wewe mtu umezoea kuongea vibaya ya wachungaji, kitu ujui. Badilika. Mtumishi amesema mimi siku gani nimegusa hata wanawake, lakini umenitupa kama mtoto, umetangaza paka na radio ki mimi nimefanya hivi. Leo Mungu amerudisha. Lakini mimi siwezi kurudi Zambia. Hata nimesema hata kwa vile siku moja amekataa. Siku moja niko Kinshasa, amenipigia simu, mtumishi nataka tukuonane Lubumbashi, na kushuka Lubumbashi tunaenda pamoja Zambia. Tunaenda pamoja Zambia, tumekuta kanisa limebaki maskini sana, watu 30 tu. Yeye anasimamia kanisa watu 500. Wivu tu. Kanisa limebaki tu nyumba. Watu 30. Amesalimia watu, amesema mimi siwezi tena kurudi. Amesamehe mke wake. Baada ya siku 2 tuko Zambia tu, mwanawake amekufa. Hata mtu amechafua maisha yako, siogope chochote. Unajua baraka, kitu ya kwanza, kazi ya kwanza ya baraka kuchafua.
Tuko hapa tunafanya vitu vizuri. Huwezi kutembea hapa Shinyanga, huwezi kusikia mchungaji amefanya mkutano vizuri sana. Mungu ameponya watu wamekoka. Huwezi kusikia. Subiri siku kupita amegusa meza ya mandazi ya watu meanguka. Facebook yote Tanzania. Pastor James amekanyaga ameangusha vitu ya watu. Amekanyaga chakula ya watu. Pastor James vibaya kwa sababu shetani anataka kuchafua tu. Mtoto ya Mungu hauwezi kuongea vibaya mtu kwa sababu kitu inafanya sisi wa Kristo inaitwa upendo. Amen. Inaitwa upendo. Tuko wa Kristo kwa ajili ya upendo. Mimi hata na Facebook yangu umeongea vibaya mtu fulani na kublock. Kwa nini mimi hata ile anafukuza watu kwangu na nafukuza mtumishi anakuja nao linzi na watu. Amekata amesema mtumishi fulani amefanya kitu. Nasema baba simama ondoka. Baba mimi hapo nanifukuza. Na kusuma nasema wewe ondoka hapa kwangu. Subiri siku ndo anakuja kwangu nifukuze usiku. Ondoka. Uwezi kuja kuongea tena ya mtu mwingine kwangu. Nyumba ya mtumishi inaitwa madhabahu. Unaingia kama bado hujabariki unaingia ndani ya laana. Unaingia unapata neema kuongea na mtumishi. Kitu ya kwanza fungua moyo wako. Kitu ya pili njoo na ukweli. Kitu ya tatu jiandaa kupokea kitu kwa ajili yake. Amen. Uko nalia kanzu ya Yusufu, medamu sio ya Yusufu. Watu wangapi leo amepata shida na maisha kwa sababu mtu mmoja ametamka ameongea wao. Mtu mwingine ametengeneza historia. Sio Tanzania hapo inachafua watu sana. Mimi naongea kama wewe mtu unachafua watu, siku mwenyewe pima na mimi hapa. Pima tu. Umeona jinsi maisha yako yanakuwa. Amen. 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 Tumekoma na kipindi kwa Yesu tunatujua ki Yesu Kristo ni Mungu ya nguvu. Mtumishi ameteseka. Amesema nimelala nje, nimeteseka sana. Sana. Paka mtumishi ametoka na kanisa watu 500 amegoma kubeba mifuko ya watu stand. Kwa ajili mtoto anakula usiku. Analala chini. Leo Mungu amebariki. Amesema leo Mungu amebariki mtumishi unasema na Mungu huko Zambia. Mimi siwezi kusamehe. Unajua watu wangapi wanateseka kwa ajili ameongea kitu yao? Na mtameongea, na mtabisikiliza, yote unaingia chini ya laana. Mimi siwezi kupokea mtu anakuja kupeleka habari ya mtu fulani. Mimi kila mtumishi ananifahamu anajua. Unakuja tu kwa umeenda tu. Unajua pastor James anasema simama ondoka. Shetani. Kwangu sisi tuko kwa ajili ya utukufu ya Bwana. Unakuja kwa mtumishi njoo na habari yako. Sio na habari ya mtu kingine. Kwa sababu mabadiliko inaanza kwa njia siku umeanza kuona maisha yako. Hata kama usikio unapokea watu. Unakuja tu umesema mtu fulani anasema ondoka bwana. Acha sema mtu yuko na shida. Wewe uko na shida ya watu. Niitie mtu mwenyewe anakuja naongea na sio na wewe. Yeye mwenyewe yuko na uwezo wa kuongea. Hata kanisani hapa, utaona mtu fulani anaimba vizuri, anaenda kuchafua. Kwa nini huyu na huyu tunasema mimi mimi mwenyewe nimeona hii akiki na kiume usiku amesimama huko. Anajua kanaongea wao. Watu wangapi wamefukuza na makanisa na vitu ya wao? Amen. Watu wangapi? Amen. Enda kitu inafanya kanisa inaitwa upendo. Leo kanisa tumepoteza upendo. Tumekoma kuishi kama watoto wa shetani. Yusufu ameuza, hapa bado jina lake linaongelea vibaya. Damu ya mwanakondoo, nguo mkanzu ya Yusufu, damu sio ya Yusufu. Tuko na mtu kuchukua jina lako naongea vibaya. Wewe unasema jina anatembea jina langu. Lakini vipi amesema sijui. Kitu moja fuko kuelewa shetani baba ya uongo. Mtu yote anaamini uongo, sasa iko mtoto wa shetani. Yusufu ameenda Misri. Familia Yusufu anaanza kufurahi. Baba yetu yuko na pesa. Leo Mungu amejua ki baba yetu akawa anapenda Yusufu sana, anachukua vitu, anakupa na Yusufu. Sisi kama tunataka nyuma, tunataka ile Yusufu amesema piga magoti. Tumevuuza, tunaangalia simu gani, sisi tunapiga magoti mbele yake. Hii mawazo ya watu. Hata umepita vita na maisha yako, hata mtu amechafua ameongea vibaya kwa ajili yako, wewe simama tu na Mungu siku moja kusimama. Biblia inasema hata inachelewa, Yesu anasimama tu. Mwanawake mmoja hapo nani awisha ameingia kwenye ndoa. Siku moja rafiki yake ameenda kuongea na mume wake. Wewe juu hii deja amerudi na mume yake ajuza anaishi na mume yake.
Muda wote unaanza mke wako yuko kazini, lakini anaenda kazini kama anaenda sehemu nyingine. Amefukuza kwenye ndoa. Na vitu ya ongo kabisa. Na vitu ya ongo. Baada ya mwaka hii mwana wake amepata ajali. Umekata miguu yake inauma sana. Ameamuka miguu yake imekata miguu. Umeshakata miguu, ameanza kulia. Daktari amesema kama uko na kutubu kwa sababu tujui kama unaweza tena kuishi. Nimemwambia daktari, nitie rafiki yangu mume yake, nimeongea vibaya. Nimeongea vitu ya hongo. Rafiki anateseka, amefukuza kwenye ndoa, mume ameelewa mke mwingine, mke yuko na mimi. Na vitu ya hongo. Leo watu wangapi mambo yameharibika na vitu ya hongo. Mtu anashika Biblia, anatengeneza movie, anatengeneza historia ya hongo. Unakuja kanisa, badilisha tabia zako. Ni mara nyingi nasema kuokoka sio kubeba Biblia. Kuokoka sio kuimba kanisa. Kuokoka sio kuhubiri. Kuokoka mabadiliko ya maisha. Mungu anatamani mtu mmoja anabadilisha maisha yake. Yusufu ameuza, bado jina lake inaongelea vibaya. Watu wangapi mekimbia kanisa kwa sababu mtu mmoja ameongea vibaya. Wewe unajua kanisa yetu kuna vitu vibaya sana, tabia mbaya sana. Wewe kwa nini wewe ondoki? Wewe unabaki unafukuza watu wengine kwa sababu bado hujaokoka. Amen. Amen. Yusufu ameenda. Hapa watu wamebaki na pesa na kila kitu. Tumesema tutaacha kufurahi, tuko na watu. Wewe unaona kama rafiki yako kama anakupenda, maana subiri unapoteza maisha, anasubiri unapoteza ndoa yako. Ni mara nyingi namwambia watu, hakuna rafiki vizuri zaidi ya Mungu. Unaishi na utupenda mtu yote kama vizuri na mtu yote umeweka na moyo wako, hakuna rafiki zaidi ya Mungu. Mtu yote yuko na uwezo ya kubadilika. Haiwezi kubadilika mbele ya pesa, anaweza kubadilika usome umeogopa baraka yako, anaweza kubadilika. Mungu na mtu abadilika, anaitwa Yesu. Unaishi dunia, kitu ya kwanza badilisha disi ya kukaa. Penda mtu yote kama vizuri na watu yote umeweka kichwani yako. Kila mtu shetani yuko na uwezo wa kubadilisha. Mtu anashika pesa. Toma mtume ya Mungu ya Yesu Kristo. Yeye ndiye ameuza Yesu. Nani anaweza kuamini kitu kama hiyo? Nani anaweza kuamini? Leo familia wangapi, watu wangapi analia, anateseka leo kwa sababu ya kitu moja ya hongo. Mwingine mtameiba kitu, ameweka na beki yako, umesema huyu mwizi, amefukuza kazini, amefukuza kwenye nyumba, mene vitu ya hongo. Wewe mtu umefanya kitu leo sasa bado unaokoka. Umefanya makosa na maisha ya mtu fulani, tu wake mtu umekosea, iko na baba yake anaitwa Yesu. Umesikia sauti ya Mungu, tafuta kubadilika. Kwa sababu sauti ya nabii inakuja kwa ajili ya uzima na mauti, kwa ajili ya baraka na laana tu. Amen. Yusufu ameenda. Kazi ya kwanza iko kanzu. Hii mtu anachafulia maisha yako. Umeona na maisha yako mtanaanza kuongea vitu na kuumiza, lakini vitu hujui. Anza kujua kile nimeingia na kanzu ya kwanza. Niko na baraka kwa ajili yangu. Siogope chochote. Tulia tu. Sipate muda kwanza kuongea na watu. Kitu fulani nimefanya, kitu fulani nimetu. Tulia tu. Kwa sababu Biblia inasema vita sio ya kwako, vita ya mimi hapa. Wewe tulia, piga magoti, endelea kuomba, endelea na maisha yako. Hata mtu anaongea, wewe tulia tu. Mimi mara mwingine hata Dar es Salaam hata nasikia mhubiri pita kwenye TV anaongea, Nabii Fredi anachafua, anafanya hivi kwa sababu nimekata tu mafuta na maji. Siwezi kupita kwenye redio ni kupeleka habari ya kupigana. Mimi napita kwenye redio na neno la Bwana. Kama neno la Bwana Mungu hajasema kitu, natulia. Amen. 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 Tunaingia na kanzu ya pili. Tunakimbia na muda. Tunachukua Mwanzo 39. Tunasoma mstari ya moja na ya pili. Sarasina 9:1-2. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao kuwa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Amen. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri.
Tunasoma mstari ya 11 mpaka mstari ya 20. Yusufu ameenda Egypta bila nguo. Amen. Malaika, nguo hii imetolewa na familia, baba yake amenikupa, imetokea familia, imetolewa na nini? Na familia. Ameingia Egypta bila nguo. Anafika Egypta. Umeununua watu nyingi sana, zaidi ya watu 1000. Biblia inasema mkono ya Bwana imekaa juu ya nani? Juu ya Yusufu. Kwa ajili ya nini? Baraka. Hii imetoka hadi yote ya Mungu ndani ya maisha mtu inaitwa baraka. Maana yake Mungu ndani ya mtu. Kama bado hujaona baraka, au maana yake unatembea na Mungu peke yake. Amen. Amefika, amechaguliwa kama mfanyikazi ya waziri mkuu ya Egypt. Hii neema. Mtu anaishi hapa Tanzania anatafuta kufanya kazi na nyumba ya waziri mkuu. Mtume amekuja kufanya kazi, epi waziri mkuu amesema kuanzia sasa wewe ndiye boss ya nyumba zangu yote, wewe ndiye boss ya kila kitu ya maisha yangu. Mmemfanya kazi. Hajasoma, hajafanya chochote. Kitu inaitwa neema. Kila sema unaenda kitu ya kwanza kujua kuko na neema. Utapata kibali ya mtawishi kuamini Mungu wako, atakupa kazi. Anajua ke mimi mtu afahamu sana nimewe simamia kampuni yangu. Mimi mchawi nimewe tembea na gari yangu. Mimi mtu fulani, kama unaanza kupata kibali na mtu yuko na Mungu mwingine, ndio inaitwa neema. Hii kitu ya pili ya kujua ke mimi hapo niko na neema. Mtasema tumesikia Yesu kuja kanisa, mimi si ameni mama, lakini nakupenda sana. Hii neema. Uko na shida, mtu anakuja kusaidia mtu ya Mungu mwingine, anakuja kusaidia wewe unaabudu Yesu Kristo kwa sababu uko na neema ndani yako. Neema inafungua milango, inakupa mtu kibali na mtu hawezi kukupa kibali. Unaenda Egypta huko, unaabudu miungu wao. Amen. Mungu miungu yako umetengeneza ya picha unaabudu. Na huko unachukua mtu ya Mungu mwingine anakuja kufanya kazi. Tena sheria ya Misri. Hakuna mtu ya Mungu mwingine anakuja kusimamia wapi huko. Na Mungu amefanya vitu ya tofauti. Nakuja kumwambia mtu mmoja hapo unateseka. Haki ya Mungu ndani zako inatukupa kibali sema fulani. Unatafuta kazi, umeenda benki, ukisema unataka kazi, hata iko ya Mungu gani, wewe nende, iko na sisi kwa ajili yako huko kwa sababu uko na Mungu ya kusimama mbele yako. Yusufu amefika, umekupa nguo ya mafanyikazi, ameingia. Lakini huko amepata tena vita ya pili. Vita ya pili imekuja sasa na watu, sio na familia mena nini, na watu. Yusufu anafika huko. Biblia inasema kwa Yusufu kijana vizuri. Mke ya Potifa anapenda sana. Anamwambia tu vitu, huyu mume ilishasema. Na kukupa kila kitu ya mume wako, kila kitu ya familia yako. Nakupa nyumba, nakupa gari. Vitu anaona haji Yusufu. Iko dogo kwa kila kitu Mungu. Watu wengi sana wamepoteza baraka kwa sababu ametoka na haji ya Mungu ameingia na haji ya watu. Ndio anateseka kila siku kwa sababu ufanye kazi na nyumba ya ufalme ya rais na nyumba ya wakuu. Hata mgaisha naoga wazia wewe unasimama, hata mke wako wewe mwanaume unasimama pale, sabuni unakupa nini, unakupa. Amen. Dunia mzima kuanzia siku muda dunia imeanza mpaka siku dunia inaenda kuishi inafanikia. Mwanamke anapenda sana Yusufu. Siku moja hakuna mtu ndani ya nyumbani, papa ulinzi nje tu. Yeye na Yusufu yana chumbani anaoga, Yusufu amesimama kama kawaida tu. Anataka kutembea na Yusufu kwa nguvu. Kama wewe hapa unakataa. Umesema hakuna mtu hapa, hata mchungaji hawezi kujua, hata mume wake hawezi kujua, lakini yuko na mbinguni inajua. Yusufu amekataa, mwanamke anataka kuchukua Yusufu kwa nguvu. Yusufu amesema vizuri, naogopa Mungu, siwezi kuogopa mtu. Mwanamke ametoa nguo zake. Yusufu ameachia nguo, amekimbia tena bila ya nguo. Mwanamke amechukua nguo, ameanza kulia. Analia. Mume wake amekuja kitu gani? Mpaka jioni analia. Utasema Mungu, wewe mke wa waziri mkuu analia nini? Myuda wewe umeleta hapa, ametaka kutembea na mimi. Nimepiga kelele sana. Nimepiga kelele kusema amesikia nimepiga kelele, amekimbia ameacha nguo.
Nani amekusikiliza mtu kama Yusufu? Amen. Unaleta Yusufu na magerezani ya ufalme. Maana yake unaingia huko mpaka sani ya ufalme ndio unaweza kutoka. Siku ufalme ajui huko na Yusufu ndani, maana yake mpaka siku unakufa. Yusufu ameenda, mwana wake amelia. Tuko na watu wangapi anateseka leo kwa sababu ya kukaa vizuri na Mungu? Amen. Ameenda magerezani. Na msuma mwingine anasema Mungu, kwa nini maisha yangu inapanda inashuka, inapanda inashuka? Utapita madarasa. Kama umeshinda na darasa ya kwanza, iko na darasa ya pili, iko sina darasa ya tatu. Watu wangapi naomba Mungu, Mungu nataka kazi, Mungu amekupa kazi, umeanza kutembea na bosi yako. Leo umepoteza kazi, unarudi tena hapa kanisa unalia kazi nyingine. Umepoteza deja haki ya Mungu ndani ya maisha yako. Kitu imefanya ki Yusufu amekataa kutembea na Mungu ya Potifa, sio Roho Mtakatifu. Tabia amechukua neno la Mungu, imekoma tabia ndani ya maisha yake. Yusufu amejia kitu moja imeandikwa. Kama bado hujaelewa, huwezi kutembea na mwana wake. Imeandikwa, huwezi kugusa hata mke ya mtu mwingine. Amechukua neno na ametembelea. Wewe unapata shida na maisha yako kwa sababu ndani ya kichwa chako hakuna neno la Bwana. Uko na movie kwa njia movie ya kwanza mpaka 979 unapiga story kichwani. Na ujue hata karatasi miwili ya Biblia. Wewe sio Mkristo. Amen. Wewe sio Mkristo. Mtu anachukua anakaa mbele ya Facebook, mbele ya mitandao masaa 3, masaa 10, mtu hawezi kukaa dakika 10 mbele ya Biblia. Amen. Unahubiri tu, umefika tu kisali moja mtaanza kuangalia saa. Mtu huyu tu anapita, ameona mtu mmoja anaongea vibaya, anacheza huko barabara, anasimama masaa 5 kwa sababu bado hujaokoka. Siku unaokoka unabadilisha tabia zako. Yusufu amekubali magerezani. Nguo ametolewa. Watu wangapi leo ameanguka na hapa fulani amekoma mtumishi utolewe sema mimi nimesaidia huduma kubwa sana. Nimeona hata Arusha pamoja nimekuja Arusha. Nimesema nabii, mbona wapi sana unaona hapa Arusha? Mimi ninasaidia. Umekubali tunaishi na kama mume na mke. Na tu ya kwanza milioni 500. Mimi nasema hata mtu ajui. Lakini Mungu anajua. Mimi siwezi kubali kitu kama hiyo. Hii zawadi ya mauti sana. Kwa ajili ya nyuma yao. Mimi watu wangapi ameacha Mungu kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya vitu, kwa ajili ya mwana wake? Amen. Amen. Amekoma mtu mmoja amekuja tu kanisani. Ametoa milioni 2, milioni 5. Ameenda kukupa mtumishi mwambie mtumishi mimi nikatoa na ubima 2 kama huyu. Hii badilisha, tu badilisha. Mtumishi anatetemeka amerudi madhabahuni. Nisamee tu. Hata meelewa mke ya pili, mke ya tatu sio shida na kanisa. Anaogopa pesa tu. Anaona tu bagari, anaona nguo. Utamani ubadilike. Mungu yuko lazima ya watakatifu. Baraka iko haji kwa ajili ya watakatifu. Siku moja Mungu anamwambia Samson, wewe mtoto wako anakuwa mfalme. Samson alikufa ameacha mtoto. Wewe unasema ke Mungu amesema ameingia na dhambi, amepoteza baraka. Muda mtu yote unaingia na maisha ya dhambi unapoteza baraka. Amen. Amen. Yusufu ameanza kuchafulia. Yusufu amechafulia tena mara pili. Watu sema huku familia yake imeuza kwa sababu ya mambo kama huyu. Amefika hapa ameendelea. Moja na magerezani ya nani? Ya ufalme. Mtu anakupiganisha leo, ajui kesho na msho unakoma bosi yake. Ajui msho kesho unakoma zaidi yake. Anapiganisha Yusufu. Yusufu ameenda kama gerezani. Yusufu anakaa gerezani. Huku ndani ya magereza Yusufu ameenda. Nani ameenda kusimama kuongea kwa ajili ya Yusufu? Sikiliza vizuri. Yusufu anakuja magereza, ameleta tena neema. Tunasoma, tunaingia na kanzu ya 3. Kanzu ya pili, sisitiza vizuri, iko kanzu. Wewe unashinda, unafanya kila kitu ya kushinda kila vita ya mwili. Naongea sio ya roho. Kwa sababu baraka iko kwa ajili ya watakatifu tu. Umepata mwanaume mmoja amesema mimi nataka kuelewa mimi, lakini fuata tunaanza nao kufanya maisha mapenzi. Umesikia kama ndoa, mimi nakuelewa, umeanza maisha mapenzi. Umetoka na baraka ya Mungu. Umetoka chini ya Mungu. Amen. 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 Mtu anataka kukupa pesa, amesema nenda kusimama mahakamani, ongea vitu ya uongo, unaenda kusimama. Umeongea, umesimama mbele ya Mungu.
jua maisha yako imeharibika. Amen. Kwa sababu hata wakuu ya sheria, Mungu ndiye anaweka rais, Mungu ndiye anaweka waziri mkuu, Mungu ndiye anaweka waongozi. Biblia inasema mtu yote anaongoza ndani ya nchi kumtumikia Mungu kwa sababu anatumikia Mungu. Amen. Unaongea uongo mbele yake, umeongea uongo na nani? Na Mungu peke yake. Andika ngazi ya 3 au ngazi ya 3. Tunachukua Mwanzo 40, tunasoma mstari ya 1 mpaka 5. Zuri. Kabla kwanza kufungua kanzu ya 5. Yusufu ameenda magerezani. Na anatembea na kitu inaitwa neema. Amefika ndani ya magereza. Magereza hii ya ufalme unaweka waziri, unaweka wabunge, unaweka wakuu ya jeshi. Yeye ameingia mfanyikazi, amepaka mkuu ya magerezani. Na mmoja mmoja Biblia inasema kila kitu unafanya dunia, kila sema unaenda, Mungu akuweka kichwa. Hata unaanza kuuza mandazi, unakoma mkuu ya mandazi yote hapa Shinyanga. Hata unafanya kitu fulani, Mungu akuleta kichwa. Anaingia magereza, amekoma kichwa ya magereza, uongozi, boss. Yeye mtu mkuu ya jeshi ya ufalme ndani ya magereza, mfanyikazi ya Yusufu. Anatamka ndani ya maisha mtu mmoja, wote unapita sehemu mbaya, kila sehemu unapita, Mungu anakuweka kichwa. Ongoza kila sehemu unaingia. Amen. Yusufu amefika huko magerezani. Akawa ameshinda kanzu ya pili. Ifu anapata zawadi mbele ya Bwana. Kwa sababu mtu yote yuko na hati, yuko na funguo ya hati ya Mungu ya maisha. Yusufu anaota. Ndoto sio funguo ya maisha ya nani? Ya baraka ya Yusufu. Siku moja Yusufu amekaa ndani ya